Kipi kimekuchagiza kuja katika mchezo huu? Dada, ni aina ya burudani ambayo Yanga anaitoa. Yanga anashinda bila makando. Mimi moyo wangu ni mdogo brother, mapenzi yanachanganya. Nikija mapenzi yanakuchanganyaje Mchome? Mapenzi nikija kwenye mpira wenye maumivu nitakufa. Mchome, wengine wanasema pengine unatumika tu jezi ambayo umeivaa. Safi tu. Mwanangu yeye nikwambia kitu kizuri. Sawa. Kutumika kufanya nini? Nielezee. Yaani kutumika kwamba wewe ni mwananchi ile wewe unavaa. Natumika kwenye usajili wa Simba. Natumika kwenye kupanga kikosi. Kwani changamoto ya timu yenu ni nini? Usajili. Kila mtu ana wachezaji wake. Unaona mpaka sasa hivi kuna vita iliyopo, Loemba wanamgombania Jairuti, mara magoli, mara hivi. Kwenye timu ya kitu haifai, inabidi usajili wewe wa mtu mmoja kama injinia anachokifanya. Kwani kina Loemba si ni wachezaji ambao wamesajiliwa na tumewaona wameonyesha kitu kizuri. Kwa nini sasa Loemba acheze? Mchezaji wa Jairuti akicheza Loemba akifanya vizuri, Jairuti ndo anapewa sifa. Mchome, unaweka gani kwamba mchezaji wa Jairuti alitangaza na Simba tukampost mchezaji wa Jairuti brother afuatilie mpira. Aliwahi kusema kwamba atamleta mchezaji wake. Ndio yule Loemba. Na alikuwa mchezaji wa kwanza kupewa gari Loemba. Kwa hiyo unawaambiaje wananchi sasa? Yanga bingwa kwa kweli. Yaani Young Africans wamekuwa wa kwanza kuvunja rekodi ambayo Pamba Jiji walikuwa wameiweka katika uwanja huu. Hii pengine inaonyesha timu bingwa ndio huwa inacheza hivyo. Wewe mwambie Yanga yuko vizuri sana uwanjani. Brother, tukiacha ushabiki bila kuangalia jezi inayoivaa, Yanga anafanya poa sana. Utawachukia. Sasa hivi kuna kampeni za wachambuzi kusema Yanga ameshuka kiwango. Lakini mpaka sasa hivi Yanga ndio timu inaongoza ligi. Inaongoza kwa magoli, kwa alama. Na ndio timu ambayo inashinda magoli mengi kwenye mchezo mmoja. Ukifuatilia rekodi hamna timu kama hiyo, lakini watu wanakuambia Yanga imeshuka. Unagundua kwamba ni ushabiki. Lakini hapo Mchome, kuna watu wanazungumza wanasema Young Africans na Pamba Jiji wao kama kuna urafiki fulani. Hilo unaliprove? Uongo. Yanga amepambana, uongo. Achana na maneno ya mashabiki. Yanga anapambana. Yanga kwa timu bora ambayo hajapigwa goli 3 na Yanga. Nitajie kwenye ligi. Haipo. Simba tushapigwa hadi 5 zungumzia 3. Msimu tushafunga goli 2 na Yanga. Unabisha? Ngoja mimi tupigwe ngapi? Ngoja mimi nipigwe chuma moja. Sawa. Kuwapa ubingwa Yanga. Nimewapa. Msimu uliopita tumewapa Yanga ubingwa. Simba tumecheza na Yanga Benjamin Mkapa. Tukapigwa chuma 2. Yanga anachukua kombe. Sasa hadi t-shirt za ubingwa Simba tulikuwa nazo. Kwa hiyo sisi Simba ndo tunahusika kuwapa Yanga ubingwa. Na Yanga Mei 5 Mei 3 Yanga anachukua tena alama 3. Ni kipi ambacho kinakupa kiburi hadi unasema Yanga anachukua pointi 3 kwenye mechi ya tarehe 3? Ni usajili aliofanya engineer. Engineer akafanya usajili bora sana. Mimi mwanangu sikufichi. Sawa. Tunaompinga engineer tuna sababu zetu. Lakini mpaka sasa hivi Yanga hana mpinzani. Yanga bingwa wala. Tumemwona Harlan Okello amekuwa akitumika sasa hivi kama namba 10 akicheza sana akiingia katikati. Pengine hiki ndo kimeonyesha pengine mabadiliko haya ndio yamefanya Okello aonyeshe kiwango chake kwa ukubwa. Yaani kitu nachokwambia nisikilize. Sawa. Usajili ambao kwa sijasikia sasa muulizaje? Okello leo asisi magoli yote yametoka miguuni mwake, na mchezo wa Tanzania Prison karibia magoli mawili yote yalitoka kwenye mguu wake. Pengine hiki kubadilishwa nafasi ndio kimefanya Okello awake kiasi. Mwanangu Harlan Okello kipindi anasajiliwa engineer alimfuata mwenyewe wapi? Uganda. Umeelewa? Engineer aliacha shughuli zake akamfuata, sio mchezaji wa kawaida. Harlan Okello tulikuwa tunampa zile pressure za nje ya uwanja. Lakini Harlan Okello kadri siku zinavyoenda anazoea mazingira na anafanya mchango mkubwa sana kwenye Yanga. Mchezaji kuchangia goli 3 kwenye mchezo mmoja sio kazi rahisi. Tuwapongeze. Wanachipigeni makofi.